Bwana, moja kati ya majina ambayo yana trend sana kwa wakati huu kwenye mitandao ya kijamii ni jina la winga wa kulia wa klabu ya Nyasa Big Bullets, Chikumbutso Salima, ama wenyewe kwa ufupi huwa wanamuita Chiku Salima. Sasa hili ni jina ambalo kwa mtu ambaye amekuwa akifuatilia mitandao ya kijamii katika siku moja mpaka mbili zilizopita atakuwa ameona hili jina likiandikwa sana na lilikuwa linahusishwa of course na kikosi cha Simba Sports Club. Taarifa zinadai kwamba Simba wamefungua mazungumzo na huyu winga wa kulia wa klabu ya Nyasa Big Bullets ili kuweza kuipata huduma yake katika dirisha hili dogo la mwezi Januari. Sasa mimi nataka tumwangalie Chikumbutso Salima. Taarifa zimekuwa ni nyingi na hata miongoni mwa watu ambao wameripoti hii taarifa ni mtu ambaye pia mimi binafsi huwa namfuatilia na naamini sana katika taarifa zake. Nitamhifadhi hapa, lakini almuhimu watu wengi wametumia hili jina katika mitandao ya kijamii, vyanzo vingi vilivyokuwa vikubwa, vidogo, kila mmoja na urasmi wake, lakini hili jina limeandikwa sana. Chikumbutso Salima bwana, hata baadhi ya vyanzo vimeweka bayana hata takwimu zake. Huyu ndo amekuwa mfungaji bora kwenye ligi ya Malawi msimu wa mwaka 2025. Ligi ya Malawi inachezwa kikalenda. Hakuna ile msimu wa labda mwaka 2025 26, hakuna. Ni 2025, ni kalenda ya mwaka mmoja, ligi yao imemalizika. Bingwa ni Mighty Wanderers. Chikumbutso Salima amechangia magoli 26 kwenye michezo 28 ya ligi kuu ya Malawi, kwa maana Malawi Super League, akiwa na kikosi cha Nyasa Big Bullets. Nyasa Big Bullets wamefunga magoli 60 kwenye ligi kuu ya Malawi. Licha kwamba wameshindwa kuwa mabingwa kwenye msimu wa mwaka 2025, lakini wamefunga mabao 60, mabao 26 kati ya hayo 60 yamechangiwa na mtu anayeitwa Chikumbutso Salima, ambayo ni sawasawa na 43% ya magoli yote ambayo wameyafunga kwenye msimu wa mwaka 2025 klabu ya Nyasa Big Bullets. Sasa what's so special? Ni nini hasa ambacho kinaendelea kwa huyu mchezaji huko aliko? Kwanza, kwa namba alizoweza kuziweka ambazo nimetoka kuzitaja, magoli 26, mchango kwenye mechi 28. Baadhi ya wataalamu katika soka la Malawi wanaamini huyu ni mchezaji ambaye hivi sasa ameshakuwa mkubwa kuliko ligi. Kizungu wanasema outgrown, yani ameipevuka ile ligi kiufupi. Na ni kama vile inaonekana imefika muda hivi sasa huyu ni mchezaji ambaye inapaswa akatafute changamoto kwenye ngazi ya juu zaidi ya kiushindani kuliko ligi ya Malawi. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho baadhi ya wataalamu wengi katika ligi ya Malawi wanakiamini, kwamba huyu ni mchezaji ambaye ameshaikuwa ile ligi, ameshaizidi ligi, na namba anazoziweka kiukweli ni namba za kutisha kwa kiasi kikubwa sana. Mchango wake ni mkubwa sana. Sasa safari ya Chikumbutso Salima bwana imeanza katika msimu wa mwaka 2023, ndipo ameanza kucheza soka rasmi katika ngazi ya juu katika nchi ya Malawi. Huyu ni kijana mdogo, ana umri wa miaka 22 tu tunayemzungumzia hapa. Huyu bwana alianza katika timu za vijana za Nyasa Big Bullets, yani kwenye academy setup yao, akawa anachukua golden boots huko, akawa ni mchezaji ambaye anaperform katika kiwango ambacho kinaridhisha, akawa ni mchezaji ambaye anaonekana atakuja kuwa mchezaji mkubwa. Lakini baada ya kupandishwa kwenye kikosi cha wakubwa mwaka 2023, Nyasa Big Bullets wakamtoa kwa mkopo kwenda katika klabu moja inaitwa Bangwe All Stars. Kuna timu moja inaitwa Bangwe All Stars katika ligi kuu. Of course sasa hivi haipo ligi kuu, imeshuka. Hii ni timu ambayo kwa mara ya kwanza wakati anapandishwa kwenye ngazi ya juu ya kiushindani katika ligi ya Malawi, Chikumbutso Salima alipelekwa kwa mkopo katika hii timu. Nyasa Big Bullets wakiwa wanaamini kwamba huyu ni kijana wa miaka 20, anahitaji tu kwenda kutafuta uzoefu, apate dakika, itamsaidia. Anakwenda kwenye timu ambayo imetoka kupanda daraja, kwa hiyo inakuwa ni win-win. Tunampeleka kijana akapate muda wa kucheza, then hawa jamaa watakuwa wamepata prospect mzuri kutoka kwenye miongoni mwa timu kubwa katika nchi ya Malawi. Kitu ambacho kimekwenda kutokea mwisho wa siku, klabu ya Bangwe All Stars ni klabu ambayo ilikuwa imetoka kupanda daraja msimu wa mwaka 2023. Sasa hii ni timu ambayo matarajio ya watu wengi ni kwamba ilikuwa inaonekana kabisa itarudi kule ilikotoka. Yaani ilikuwa inaonekana kabisa hii klabu haiwezi kusustain kubaki ligi kuu. Chikumbutso Salima alipopelekwa kwenye ile klabu akafunga magoli 5 na alitoa assist za kutosha, na taarifa tofauti katika nchi ya Malawi zinaeleza kwamba huyu single handedly ndo aliifanya ile timu ikabaki kwenye ligi kuu, kwa sababu Nyasa Big Bullets msimu wa mwaka 2024, baada ya kiwango ambacho alikionyesha akiwa na klabu ya Bangwe All Stars alipotolewa kwa mkopo, Nyasa wakasema hapana, huyu mtu inabidi tumrudishe kwenye kikosi kwa ajili ya msimu wa mwaka 2024, ana kitu udogo. Tumemtoa kwa mkopo tukiwa tunaamini atakwenda kutafuta uzoefu, lakini kwa alichokifanya akaisaidia mpaka timu ambayo ilikuwa inaonekana itakwenda kushuka daraja kumaliza nafasi ya 6 kwenye ligi ya Malawi. Tunamrudisha mapema aje aanze pre-season mapema, tunamhitaji, ni mchezaji muhimu. Baada tu ya Chikumbutso Salima kuondoka msimu wa mwaka 2023 ambapo ndo alisaidia timu kushika nafasi ya 6 Bangwe All Star,
msimu wa mwaka 2024 niliweka bayana mwanzo kwamba msimu wa ligi ya Malawi unachezwa kwa kalenda. Bangwe All Star wakashuka daraja, walishika nafasi ya pili kutoka mkiani, wakawa wameshuka daraja. Na kiukweli kabisa kuchukuliwa tu Chikumbutso Malima kutolewa kwenye ile timu kuliwateteresha sana Bangwe All Star, ikawa ni sababu ya wao kushuka daraja. Aliporudishwa katika kikosi cha Nyasa Big Bullets kwa ajili ya msimu wa mwaka 2024 akafunga magoli 5 na akatoa pasi za usaidizi 13. Kwenye huo msimu Nyasa Big Bullets walifunga takriban magoli 42 kwenye ligi kuu. Magoli 18 peke yake aliyachangia kijana wa miaka 21 ambaye walikuwa wametoka kumtoka mkopo, akaenda akainusuru na kuifanya timu ya kawaida ikawa ni timu ambayo ilikwenda kushika nafasi za juu kwenye ligi. Akawa amechangia 42% ya magoli katika kikosi cha Nyasa Big Bullets kwenye msimu wake wa mwaka 2024 ambao waliamua kumrudisha. Sasa basi msimu wa mwaka 2025 kwa maana mwaka uliopita ndo kama vile tunasema petroli imekutana na kibiriti kwa yule Chikumbutso Malima. Yaani kama ndo kama kaenda kulipuka kabisa kwenye ligi ya Malawi. Kapata a full season nyingine katika kikosi hicho, michezo 28 jumla, magoli 26, goal contribution, goli 15, assist 11. Yaani ni kama vile amefumuka kabisa. Mchango wake wa magoli umeongezeka mara 3 ya ulivyokuwa katika msimu wa mwaka 2024, goli 5 2024, goli 15 mwaka 2025. Then pia jaza yake ya assist pia imeendelea kumaintain kwenye double figures vile vile kama ilivyokuwa katika msimu wa mwaka 2024, na kama ambavyo pia takwimu zinaonyesha pia katika msimu wake ambao alikuwa kwa mkopo katika klabu ya Bangwe All Star alikuwa anaweza kumaintain double figures kwenye utoaji wa pasi za mwisho. Kwa hiyo unapomzungumzia Chikumbutso Malima hivi sasa unazungumzia prospect wa daraja la juu katika ligi ya Malawi. Yaani hakuna mchezaji ambaye amekaa kwenye midomo ya watu wengi kwenye ligi ya Malawi kuliko Chikumbutso Malima. Kwa hiyo kuna sababu kwa nini huyu mchezaji anazungumzwa kwa ukubwa katika nchi ya Malawi, lakini kuna sababu pengine kwa nini pia umeona taarifa nyingi kuhusu huyu mchezaji kwenye mitandao ya kijamii. Lakini mwisho wa siku, kwa hichi ambacho nimekizungumza, kwa trajectory ya career yake, namna ambavyo imeonekana kwenda, msaada ambao ameweza kuweka huko alikotoka akiwa na miaka 22, namna ambavyo anapanda, wewe sasa una nafasi ya kunambia vipi Simba wamchukue, anatosha? Tetesi ambazo zinahusishwa kuhusu yeye ziendelee au huu moto uzimwe, yasizungumzwe tena haya? Kama kuna mazungumzo unaona viongozi waendelee au waachane na huyu mchezaji, au unaonaje kuhusu uwezo wa huyu mchezaji? Haya unaweza kuyashare na mimi kwenye comment section tukaendelea kujadiliana zaidi.